Nimekuja tupige story. Okay. Kwanza hivi unajua mimi ni shabiki wako namba 1. Inaeleweka. Unajua? Inaeleweka. Yaani kuna kitu waga nawaambiaga hata Majagi waga namwambia. Mimi zamani wakati nasoma unatoa zile nyimbo zako. Uwezi amini nilikuwa nakata zile picha na zibandika ukutani. Kabla hujaanza mambo yako. Kabla. Yaani nilikuwa nakupenda kishenzi. Nilikuwa nakata hivi na bandika. Yaani nilikuwa nakupenda sana. Napenda maliliti. Sana. Niambie kwanza ile nyimbo ya nini? Mtoto Idi. Uliwaza nini kutunga ile nyimbo au ni kweli ilikuwa inatokea au chaje? Ni matukio tu yale. Ni matukio ambayo yanatokea. Unaona watu wengi walioingia katika masuala ya wizi wanachoma moto na nini. Kwa hiyo ni true story. Yanatokea. Ukiangalia sana yanatokea. Maadili yanakuwa sio, unajua tena ujana. Na watoto wengi ambao wanaishi. Na nyimbo zako nyingi waga zina message, yani ukisikiliza yani mtu anakuwa anawaza anawaza nini? Yani kama let's say Mzee wa Busara. Ndio. Yani like waga nawaza ni vitu ambavyo vilikuwa vinakutokea unaviona au ulikuwa unaandika tu inakuja kichwani au yani ilikuwaje? Mara nyingi watu tunatunga nyimbo. Kuna nyimbo za aina mbili. Kuna nyimbo za kufurahisha tu watu wacheke wafurahi na kuna nyimbo za kuelimisha. Lakini nyimbo nyingi sana mimi zinakuwa zina true story ya hivi. Mfano kama hiyo Mzee wa Busara. Watu wa hivyo hujawahi kusikia kama kuna watu wanapaa na ungo, watu wengine wachawi. Mtu anaweza kurudisha nyuma kimaendeleo. Wapo wazee wa hivyo. Mimi nasikiaga tu kama story lakini sijawahi kuamini ni kwamba kweli ni vitu vinatokea. Vitu vipo hivi. Hujawahi kukutana navyo? Sijawahi. Kabisa. Na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao sijawahi kusikia skendo zao, labda nimeacha iko na huyu zaidi ile story ya Sinta. Kwanza anyway, Sinta ni kweli. Ulikuwa date na Sinta? Ile ishatoka ishapita. Lakini ilikuwa true story. Ilikuwa true story. Sasa ulimtungia nyimbo? Si ndio vizuri, ndio fresh. Alifanya nini mpaka ukamtungia? Sasa nyimbo ulimtungia ukamsema. Ishapita. Okay, kwa nini sijawahi kusikia skendo like acha iko na maana kuna wasanii wengi ili waende au wafanye nini ukaona wana skendo hizo za kutembea na wewe kufanya hivi lakini wewe zaidi ya music hamna skendo yoyote. Mimi nadhani nilipoingia kwenye muziki kikubwa nilikuwa nataka kuelimisha jamii. Umeona bwana, nitafuta jina kuelimisha jamii. Ndio maana umeona sipendi mambo mengi sana. Sipo fluent hivyo kama kufanya mambo mengi ya kujulikana nishajulikana. So mambo mengine tena mtu uzima hauwezi kufanya vile kama ulivyokuwa unafanya labda zamani uko mdogo. Ashajua watu uzima, sasa tushakuwa watu wazima. Okay. Na let's say wasanii ambao wanakuja sasa hivi unaweza ukawashauri nini labda kitu gani wafanye ili waweze kufika level kama ambayo uko wewe, kwa sababu wewe ni msanii siku nyingi lakini bado uko hapo juu ile kushuka. Yaani leo wewe useme unafanya show hata pale uwanjani Benjamin Mkapa bado watu watajaa. Yaani wasanii wachanga wanatakiwa kwanza wajue kwamba muziki ni kazi kama kazi zingine. Fanya muziki kwa maendeleo, kusaidia wazazi na wewe mwenyewe katika maendeleo ya kwako vile vile. Na kama sisi tunavyofanya. Na maana wewe unaweza maana hata unaona uwezi lakini kufuatilia maendeleo yangu utajua. Wafanye muziki kazi. Sio blazameni wanasema. Umeoa? Na nishaoa nishachaga zamani. Umeona umetoa watoto lakini? Okay. Nitajua wasanii wako watatu bora. Wapi? Bongo. Mimi wasanii naona watokali. Lazima kuna ile top 3. Naona wote wakali kwa sababu